Wanasiasa wa vyama vya upinzani nchini Uturuki wanaamini kwamba serikali ya Uturuki inafanya unafiki juu ya suala la Palestina na kuna mambo yamefichwa chini ya pazia. Uungaji mkono wa Uturuki kwa Palestina ni wa kimaonyesho tu, ni ripoti ambazo zimefichuliwa nyuma ya pazia za kidiplomasia. Matamshi ya Umit Ozdag, mwanasiasa wa Uturuki, kuhusu Palestina yameibua hoja kubwa katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Umit Ozdag, kiongozi wa chama cha ushindi cha Uturuki, amesema Mosul na Kirkuk ni muhimu zaidi kwetu kuliko Palestina. Matamshi ya kiongozi huyo ambaye ni mmoja wa wapinzani wa serikali ya Rais Recep Tayyip Erdogan kuwa suala la Palestina halina umuhimu wa kitaifa kwa Uturuki limeibua kampeni haribifu dhidi yake, ambapo wakosoaji wamemtuhumu kuwa anaunga mkono utawala wa Israel. Hata hivyo, amesema wananituhumu kwa sababu nilisema kwamba Palestina si suala la kitaifa kwa Uturuki. Palestina hata haichukuliwi kuwa suala la pamoja kwa ulimwengu wa Kiarabu. Quds pamoja na maeneo yake matakatifu ina umuhimu maalum kwa Waturuki, lakini sio suala letu kuu la kitaifa. Ozdad amekosoa undumila kuwili unaofanywa na serikali ya Uturuki kuhusu suala la Palestina na kusema kwamba wakati wananchi wa Palestina huko Gaza wanakabiliwa na mauaji ya umati na kufukuzwa kwenye makazi yao, lakini bado biashara ya Uturuki na utawala wa Israel bado inaendelea kuimarika. Wale wanaodai kuwa Palestina ni suala lao la kitaifa hawafanyi chochote isipokuwa kuzungumza na kuendeleza biashara kama kawaida, anasema kiongozi huyo wa chama cha upinzani. Kiongozi huyo wa chama cha ushindi cha Uturuki amesisitiza kuwa Mosul na Kirkuk kama ardhi ya Waturuki na sehemu ya eneo la zamani la serikali ya Ottoman ni muhimu zaidi kwa Waturuki kuliko Palestina. Hii ni kutokana na kile kinachofanywa na serikali na ndicho ambacho anakieleza kiongozi huyo. Katika siku za hivi karibuni ilitangazwa kwamba serikali ya Uturuki imesitisha usafiri wa ndege kutoka Israel hadi Uturuki, lakini baadhi ya biashara bado zinaendelea kufanyika. Hata hivyo, kiongozi huyo wa chama cha upinzani nchini Uturuki ameorodhesha vipaumbele vya kitaifa na vya chama chake na kusema kwamba uzingatiaji wetu ni juu ya maslahi ya taifa la Uturuki. Hii ni pamoja na masuala kama vile Kirkuk na Mosul, Turkestan Mashariki, eneo linalojiendesha lenyewe la Uyghur nchini Uchina, Mediterania ya Mashariki, uhuru wa Jamhuri ya Uturuki ya Cyprus kaskazini, Thrace ya Magharibi kaskazini mashariki mwa Ugiriki na inayopakana na Uturuki, visiwa vya Uturuki vinavyokaliwa na Ugiriki katika bahari ya Aegean na kujenga Jamhuri ya Uturuki yenye nguvu isiyoungana na isiyokuwa na dini. Hiki ndicho ambacho wanaamini kupitia chama chao, anazungumza Ozdag, kiongozi wa chama cha ushindi cha Uturuki ambaye pia ni mpinzani mkuu wa serikali ya Uturuki. Kiongozi huyo wa upinzani amesema kwamba haya yanaweza kuonekana ni ya chama chetu, lakini pia yanaungwa mkono pia na serikali ya Uturuki. Katika duru za kisiasa na vyombo vya habari vya Uturuki, ukosoaji mkubwa umefanywa dhidi ya serikali ya Erdogan kuhusu suala zima la Palestina. Moja ukosoaji mkubwa unaofanywa dhidi ya rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuhusu kuendelea mauaji ya kimbari na jinai za utawala wa Israel huko Gaza ni uhusiano wake wa kibiashara na utawala wa Israel. Kwa ujumla, katika miaka hivi karibuni siasa za Uturuki kuhusu kadhia ya Palestina zimeambatana na migongano ya wazi. Wakati serikali ya Erdogan imekuwa ikikosoa jinai za utawala wa Israel huko Gaza na kujionyesha kuwa ni muungaji mkono wa taifa la Palestina, uhusiano wake wa kiuchumi na kidiplomasia na Tel Aviv umekuwa ukiendelea kunawiri bila kikwazo chochote. Tabia hii inadaiwa kwamba ni ya kinafiki, imefanya wachambuzi na wakosoaji wengi kuchukulia madai ya uungaji mkono wa Uturuki kwa Palestina kuwa ni hatua ya kipropaganda tu, ili tu ionekane wanaungana na mataifa ya Kiarabu, ikizingatiwa kwamba Uturuki ni sehemu ya wanachama wa OIC. Serikali ya Uturuki imekuwa ikituhumu mara kwa mara utawala wa Israel kwa kukiuka haki za kibinadamu katika vikao vya kimataifa, vyombo vya habari na hotuba rasmi za kutaka kusitishwa mashambulizi dhidi ya Gaza zilizotolewa na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Lakini kumekuwa na takwimu kubwa za kibiashara zikionyesha kuwa uuzaji na uagizaji wa bidhaa nje ya nchi kati ya Uturuki na utawala wa Kizayuni havijasimama, si tu katika miaka hivi karibuni, bali pia imeongezeka katika baadhi ya vipindi. Tofauti hii kati ya hotuba za kisiasa na mienendo ya kiuchumi ya viongozi wa serikali ya Uturuki ni moja ya sababu kuu zinazofanya uungaji mkono huo dhahiri kuwa wa kipropaganda tu.
Suala la Palestina katika anga ya kisiasa ndani ya Uturuki pia limekuwa chombo cha kuchochea hisia za kidini na kitaifa. Chama cha Haki na Maendeleo chini ya uongozi wa Recep Tayyip Erdogan hutumia madai ya kuunga mkono kwa Wapalestina wakati kinapopambana na changamoto au wakati wa chaguzi za kisiasa kwa ajili ya kuimarisha nafasi yake miongoni mwa raia wa nchi hiyo. Hii ni katika hali ambayo hatua za kuwaunga mkono wa Palestina za kisiasa zinaenezwa kwenye vyombo vya habari. Nchi nyingi za Kiarabu na Kiislamu pia zinachukulia madai ya uungaji mkono wa serikali ya Uturuki kwa Palestina kuwa yasiokuwa ya ukweli na kuwa ni kile kinachoitwa diplomasia zenye kutumia propaganda. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri duniani.